وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hakika majali ni makubwa na sehemu ni kubwa na waliohudhuria ni wakubwa, na sehemu yote anayotaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam basi tayari imeshakuwa kubwa. Na maadamu tunamsifu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii sehemu nayo pia inatukuka kwa kutukuka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika ilikuwa kweli mimi nije kesho, lakini kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia usiseme jambo lolote kwamba hili limekuja kwa bahati mbaya, bali kila kinachokuja kutoka kwa Mungu ni kheri. Yani kwa bahati nimepokea shughuli nyingine ambayo kwamba tena naweza kusema mimi ni katika waandaaji wa ile shughuli. Na shekhe alinipigia simu kabla ya Eid kwa siku mbili nafikiri, kwa maana tutakuwa na shughuli yetu, na mimi nilikuwa safari kwa muda kidogo kwa sababu ya mgonjwa, mzee wetu alikuwa mgonjwa, ndio maana hata sikubahatika kumuona Halim Salim. Nafikiri hamkuniona, nilikuwa sipo kwa dharura. Nimesikitika, lakini ndio hivyo, mambo uzijua na mambo. Ala kulli hali, kwa hiyo nikasema madamu kesho sitakuwepo, basi nifanye lolote nije leo na mimi nishiriki katika kupata thawabu na kupata madad. Kwa bahati nzuri nafika hapa, Sheikh ananiambia na Sheikh Abdul Hamid anakuja. Asika wa khairi kubwa, sababu kuwa na ndugu zetu kama hawa katika kazi kama hivi ni katika jumla ya khairat. Na hapa anasema huyu ni Sheikh wangu, hilo halipo, ni katika thawabu zake, katika kuendeleza kutulea na kutuonyesha namna gani watu wanatakiwa kuwa. Tupo katika majlis ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tupo katika uwanja wa ilmu, na sasa hivi tumeona tukio lilokuwa likiendelea, nalo ni lile la kupewa shahada. Maana yake ni nini? Ni kwamba watu wamesoma, watu wamepiga goti kwa mashekhe, watu wametoa wakati wao, watu wametekeleza ile amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisayf. Kwa hiyo katika kutafuta elimu, malengo ya kutafuta elimu ni kitu gani? Malengo ni yale ambayo kwamba anaotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ujifunze namna gani utaishi katika dini yako, lakini pia utimize ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema balighu anni walau aya. Kwa hakika mimi nilikuwa simzungumzaji, Sheikh ameniomba na mimi niseme kitu, lakini nilikuwa nimkaribishe nikae chini, lakini tafungua kidogo kisha atakuja kutusahihisha inshallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia balighu anni walau aya, nifikishieni hata aya moja. Maana hii ni ghaya ya kuonyesha kwamba usiache kwa namna yoyote kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake kwamba hii hamla nilionao mimi na jukumu nililopewa na Mwenyezi Mungu, basi na nyinyi pateni sharafu kwa kufanyaje? Kwa kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nimnukuu Sayyid Al-Habib Ahmad Al-Badawi akikariri sana maneno hili katika majlis nyingi sana, akisema hapa kuna taklif kisha kuna tashrif, taklif na takhfif. Tumsalie Mtume Muhammad. Ndio maana tukaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam laqad utiya jawami'ul kalim. Ilikuwa Mtume anasema neno moja lakini lina maana kubwa ndani yake.
Sasa Said Ahmad anatuchambulia, anasema katika hii balighu anni walau aya kuna taklif, kuna tashrif, kuna na nini takhfif. Balighu hii ni taklif, mtume ametukalifisha tufanye nini? Kufikisha. Maana unapoambiwa jambo ushakalifishwa na ile jambo. Sawa. Anni tashrif, kule kuwa kwamba tuko na mtume Muhammad ni sharafu kwetu sisi. Mtume anatusharifisha kwamba hicho unachokifikisha ni kwa ajili yangu mimi, sio kwa ajili ya nafsi yako. Hayo unayoyasema au yale mtakayoyasema, yale mtakayoyafundisha, yale mtakayokataza, yale mtakayoamrisha, yawe ni kwa niaba anni ya mtume Muhammad. Hapa ndo tunapata nini? Sharafu ya kwamba na sisi kumbe tunapotekeleza amri, tunapofikisha ujumbe, ni sharafu kwetu sisi. Wala aya takhfif, hakutukalifisha kwa kutuambia lazima mufikishe vile inavyotakiwa kama mimi ninavyofanya. La, akatupa nini? Takhfif. Hakutufanyia ile taklif ambayo kwamba itatushinda. Kama Mwenyezi Mungu katika aya sema fattaqullaha mastata'tum. Sasa katika hii taklif kisha kuna tashrif, kisha kuna takhfif. Maana Mtume sallam ametukalifisha akatupa sharafu ya kwamba tuwe na yeye, lakini pia mwisho akatupa nini? Takhfif, kwamba basi isiwe kwamba ndio umekuwa mzigo kwenu nyinyi, nimekuhafifishieni basi wala aya. Sasa ikiwa wewe utasoma umemaliza mpaka mwisho umepata na shahada, kisha usifanye kazi hii, utakuwa umejifanyia khiana wewe kwanza kabla ya kuifanyia khiana da'wa, kwa sababu umekosa sharafu ya mtume Muhammad ya kuwa na yeye suhba. Upata usuhuba na bwana mtume Muhammad, upata urafiki na bwana mtume Muhammad, upata sharafu ya kwamba na mimi nimefanya alichokuwa akikifanya mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa sisi ambao kwamba bado ni wanafunzi tunasoma, ni lazima tuwe na malengo. Mimi leo niko madrasa, nasoma kwa lengo gani? Madafi' ni kipi kilichonisukuma mimi mpaka leo nimekuja madrasa na nasoma sasa hivi? Je, ni kwa sababu mzazi ananiambia nenda kasome ni lazima? Ni maswali lazima tujiulize haya. Je, ni kwa sababu ndugu yangu yupo na mimi nimekuja? Je, kwa sababu rafiki yangu kule kijijini ndio amenishawishi na mimi nije kusoma, sijui ninachokifanya? Ni lazima tuwe na malengo. Na katika jumla ya kazi ya walimu ni sisi walimu kufundisha vijana wetu wanapokuwa katika madrasa, kuwaambia malengo ya ilmu ni kitu gani. Lazima mwanafunzi awe na hadafu, ambayo ndio Kiswahili tunasema nini? Malengo. Malengo yako baada ya kutaharaj ni nini? Na hapo ndio utapata kujua kwamba huyo mtu ana malengo gani, malengo yake ni nini, na iwapo hayo malengo yenyewe anayo, na je malengo yake ni kitu gani. Ni lazima sisi walimu tunapokuwa na wanafunzi tukawaelekeza kwamba kwanza, malengo ya kwanza sisi tulifundishwa na Al-Habib Umar ambaye amemtaja hapa Sheikh Maulid, ambaye ni fakhri ya umma sasa hivi. Mwenyezi Mungu atuwekee, Mwenyezi Mungu amhifadhi, ampe umri mrefu wa kheri, arudi kututembelea mara kadha wa kadha katika mji wetu huu. Katika malengo ambayo kwamba sisi yalikuwa ndio yanayokaririwa sana, nimalize maneno yangu, tuwe na malengo matatu ambayo kwamba sote hapa inshallah tutokee nayo, ikiwa ni tushakuwa walimu, ikiwa tushakuwa maduati, ikiwa ni maimamu wa msikiti,
na ikiwa ni sisi bado tungali ni wanafunzi kusoma. Unapokuwa na ilmu, tuwe na malengo matatu. Baada ya kupata ilmu huongezeka kwa nini? Kwa amali. Anasemaje ile sahibu Zubad? Man lam ya'mal wa kullu man bighairi ilmi a'maluhu, kila anayefanya mambo biduni ilmu, bila kujua, basi matendo. Mfano sasa hivi mtu amekariri tu, umeona ukiingia msikitini, kumbe unafunga mikono hivi, watu wakinama na bainama, umenyanyuka, hujui unachokisoma. Kweli itakubali swala yako? Hakuna kitu. Na wallahi nimepata kusikia na kuona pia watu ilivyokuwa ilmu ni chache kwa jamii zetu sasa hivi. Yani kuna mtu akiingia msikitini anaweza kusali, anafuata jamaa, sio? Mfano amekuta rakaa ya pili, imamu akishatoa salamu hajui anaendeleaje, inna lillahi, hajui amalize vipi, hajui kinachofuata ni nini, na ni mtu labda anaswali kila siku. Alhamdulillah, chambelezo kaingia huko msikitini, asa atapata mtu wa kumwelekeza. Yule mwingine si alisema naye amemaliza rakaa 3, salamu wenzake anambia bwana vipi, mbona umalize rakaa 4 shekhe bado hizo? Ambaye sio shukuru, mimi nimeingia msikitini, kuna wenzangu hapo nje hata rakaa 1 hawajaswali. Sasa si afadhali mimi ndio swali rakaa 3? Sasa watu kama hawa wapate elimu, wapate kufahamu ni nini kule kuswali kitu gani. Tukimaliza malengo yetu, baada ya ilmu ni amali. Kile ulichokisoma ukifanyie kazi. Habiba tuambie kisha ni suluki yako, adab. Una adab maa nas, atawadhu. Na adab ndio kitu kikubwa ambacho kwamba Imam Shafi wanasema alisoma elimu kwa Imam Malik miaka 2, kisha miaka mingapi akasoma adab? Miaka 18 yosoma adab ni nini. Leo sisi utasoma mtu miaka 18 asoma elimu tu, adabu hakuna. Ndio ile kukosekana adab, haipatikane ule uwiano baina ilmu na adab. Matokeo yake muheshimu walimu, muheshimu. Au kuna wengine, na hili lipo tena katika sisi watu wa tarika, mtu akimwona shekhe wake tu ndo anampa mkono, anambusu, anamheshimu, lakini maustadhi wengine hata habari nao hana. Sio adab ile. Adab watakana kila unajua huyu ni shekhe au huyu amenizidi umri, amenizidi ilmu, umpe ihtiram kama vile unapompa shekhe wako. Na la mwisho kabisa, ad-da'wa ila Allah. Lazima katika malengo yetu tujue kwamba kuna kitu kinaitwa nini? Da'wa ila Allah, kulingania watu katika Uislamu, kulingania watu kutoka katika maasi kurudi katika taa. Kwa sababu da'wa iko da'wa ya makafiri na iko da'wa ya kujilingania sisi wenyewe kwa wenyewe. Wangapi hapo kwamba unaishi nao ni majirani zako hawasali? Wangapi ni majirani zako ni walevi? Wangapi majirani zako ni wazinifu? Tena unawajua kabisa, lakini unashindwa kutoa neno la kumwambia ndugu yangu usitende msikitini, ndugu yangu acha hili. Nimalizie ndugu zanguni, hii balighu anni walau aya, mtume hakuihusisha na mashekhe wala hakuihusisha na walimu. Hii mtume amesema umuman, al-ibra bi'umumi lafzi la bikhususi sabab. Hakuwa hata kama kulikuwa na sababu yoyote mtume aliyosema, lakini ile lafzi yake inachukuliwa kwa umumu, kwamba kila mmoja afikishe aya hii au afikishe ujumbe huu, afikishe hadithi ile, ili mradi kumtoa mwenzako katika kiza kumpeleka katika nuru. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Inshallah Sheikh Abdul Hamid ambaye ndio mgeni wetu rasmi, basi tunakuomba na inshallah kama kuna lolote utarekebisha inshallah. Asalamu alaykum.